mwathani agocotege niramugeithia inyuothe thiini wa ritwa ria mwathani. Nie njitagwo Isabella Wangui wa Waweru na ndi muhonoku. Mwathani ni muhonokia ngoro yakwa, mwendete na ngamenya ati niwe unginyitie hau, na ngamenya ati niwe uhete ona hinya wa gukorwo ndugamite haha, na ngamucokeria ngatho cia mwanya, ngamwira athie na mbere na kunyitirira maundu-ini makwa mothe ona muturire-ini wakwa wothe. Koguo mwathani ni andeithitie na ni nguheana uhoro wa Njoki Grace. Grace Njoki ni mwari wa maitu, na kwa Grace Njoki kwari na andu aingi tondu muciĩ-ini wa Grace Njoki twari andu kenda, na Grace Njoki ni wa gatatu kuma harĩ niĩ. Njoki hĩndĩ ĩrĩa aciarirwo na akĩtuĩka neneha, nĩ mũndũ wakorirwo akĩambĩrĩria kũhĩga kuma rĩrĩa athire cukuru, agĩcoka agĩthoma na agĩthiĩ handũ akĩambĩrĩria kũmenya ũrĩa mbere. Njuge atĩ kũringana na ũrĩa ahanaga, qualities ciake calm under pressure. Nĩ kuga atĩ Njoki Grace nowe Njoki arĩ mũndũ mũhoreri na mũndũ ũngĩhota kwĩkĩra maũndũ ona marĩ maũndũ ma hinya. Ũũ atĩ ona angĩkorwo kũrĩ wĩra ũkĩte mũritũ na nĩ araigua ndakũhotana naguo ũrĩkũ, no akũhota kũruta wĩra ũcio. Koguo tũrĩ family nĩ twamenyaga atĩ ũcio nĩ mũndũ ũtangĩmakio nĩ kĩndũ, na guoko no ũgwati ona ũrĩkũ no akũhota kũrũgama. Njoki arĩ mũndũ, Grace arĩ industrious. Grace nĩ mũndũ wendete maũndũ ma gũthiĩ na mbere, ũrenda kũmenya maũndũ marĩa marĩ mbere na marĩa angĩka, marĩa angĩteithia andũ namo ona marĩa angĩteithia bũrũri namo. Koguo nĩ twamenyaga atĩ nĩ mũndũ wĩharĩirie gũthiĩ na mbere na maũndũ make na nĩgetha akinyanĩrie maũndũ marĩa endaga gwĩka. Arĩ mũirĩtu mũruti wĩra mũno, ti mũirĩtu tondu ona rĩrĩa akoragwo arĩ mũciĩ nĩ mũndũ wa kũruta wĩra wa mĩthemba yothe atagũcagũra, mũndũ kũrakara hĩndĩ ciothe ona kũrĩ na thĩna, ona arĩa mamũĩ nĩ moĩ atĩ ona arĩ mũrwaru kana ona rĩrĩa kũrĩ na thĩna we no gũtheka aratheka. She was just smiling. Ona hĩndĩ ĩrĩa arĩ thibitarĩ ona arĩ mũrwaru ũguo, she was just smiling. Koguo nĩ mũndũ warĩ mũkeni na atũrĩte arĩ mũkeni, na nĩ tũcokagia ngatho nĩ ũndũ wa kũgĩa na mũndũ mũkeni ta ũcio thĩinĩ wa family itũ. Ararĩ mũndũ ũrendete andũ mũno, gũtuĩka operator agatuĩka gũkinyĩtia arĩa atĩ Grace nĩ mũndũ cooperative nagia nake, na ona arĩ wĩra-inĩ hĩndĩ ĩrĩa tũrĩte wĩra-inĩ kana ona mũciĩ gũtirĩ mũndũ mahĩtanagia nake. Ona ithuĩ tũrĩ hamwe ithuothe na twarĩ aingĩ nĩ twamenyaga atĩ ũyũ nĩ mũndũ mũhoreri, mũndũ ũtarahĩtania na andũ, na nĩkĩo twaikara na ithuothe tũrĩ andũ aingĩ na tũkaiguana ithuothe tũkĩmenyaga atĩ Njoki arĩ thĩinĩ witũ no aratũteithĩrĩria tondũ nĩ arenda cooperation ĩyo ĩikare harĩ family itũ. Nĩ akoragwo arĩ mũndũ ũrenda kwĩiga wega, ona hĩndĩ ĩyo arakoragwo kũrĩ arĩ hĩndĩ ciothe. Wamũrora nĩ mũndũ presentable, mũndũ ũrũgamĩte na njĩra njega, mũndũ ũngĩhota kwĩrũgamia, kũiga arĩ mwega na agaikara arĩ upright, na koguo tũkamenya ũyũ nĩ mũndũ witũ mwega. Hĩndĩ twarĩ anini tũrĩ hamwe ithuothe nĩ twamenyaga atĩ kũrĩ ciana iria ciatigwo nini tondũ ithuĩ twarĩ anene kũmũkĩra, na nĩ twamenyaga arĩa mangĩkorwo marĩ thutha, na nĩ twamenyaga atĩ arĩa mangĩkorwo marĩ thutha wake ona arĩa twarĩ mbere nĩ andũ arĩa matetigagĩra tondũ
ona angĩkorwo nĩ kaũndũ kahĩtana nĩ akũhota gũthomithia kana gũcorrect mũndũ. Koguo tukamenyaga nĩ mũndũ ona arĩ mũnini ona arĩ gatagatĩ gaitũ nĩ agũtũhota gũtuonereria ndeto na agatũhota gũtũtara, na nĩtwakenaga mũno nĩ ũhoro ũcio. Grace akoragwo arĩ mũrata wa andũ othe wĩra-inĩ kũrĩa guothe arathiĩ, akoragwo arĩ mũrata wa andũ othe, koguo gũtirĩ mũndũ athuaga. Na ũrĩa ahanaga nĩ atĩ ona wamũrakaria kana ũmwĩke ũru ndangĩrakara, koguo nĩ agũkorwo arĩ mũrata wa andũ othe. Koguo wakorwo nĩ mũhĩtĩirie mũkwaria acoke atuĩke nĩ mwaiguana na nĩ mũgũcoka mũrutithanie wĩra hamwe, na kĩheo kĩu kĩarĩ bata mũno tondũ ona wĩra-inĩ nĩkuo gwakoragwo Ukinyetia haraka ugete ati nilikuwa nimefikisha mahali nimesema ya kwamba Grace ale mwana wa andũ othe ni rafiki wa watu wote kuma mwito muciĩ tangia nyumbani ucoka guthie na kugutaga wĩra hadi mkazini na kũrĩa aratake othe na kwa marafiki wake utigara andũ mahitanagia nao kuwa mtu wa kukosana. Koguo ti mũndũ wa kuhĩtania na andũ. Hivyo basi ni mtu ambaye ni mpenda watu na akiruta wĩra wake na akifanya kazi yake ona kuwa matihĩtanagia na andũ. Yeye hakukosana na watu wafanye kazi. Maana kulingana na kazi yake akihĩtania na andũ akikosana na watu wĩra wake ndũngĩthiĩ wega, kazi ingeendelea. Koguo nikio ũhoro ũcio wake arĩ naguo. Kwa hivyo hiyo kazi ambayo nayo nĩguo amũteithagia kũruta wĩra ũcio wake, ilimsaidia kufanya hiyo kazi kwa busara, kũruta wĩra ũcio wake wega biũ, kufanya hiyo kazi vizuri. Loving and concern, mpenda watu, ale mũndũ wa kwenda andũ mũno. Yeye ni mtu mpenda watu, kana nĩ arwaru yake, hata kana kwamba ni wagonjwa, kana nĩ ciana iria irĩ mũciĩ, hata kana kwamba ni watoto walio nyumbani, kana nĩ kũrĩa guothe gũkorwo andũ nĩ ũndũ wa community, hata kwa sababu ya community, tondũ na wĩra ũrĩa arutaga nĩ wakonaini na andũ othe. Maana hata kazi ambayo alikuwa amefanya ilikuwa imeguzana na watu wote. Kũruta mĩcemanio-inĩ, akifanya kazi katika mikutano, no akũruta wĩra wega, huwa anafanya kazi vizuri, tondũ gũtirĩ mũndũ athurire. Maana yeye anapenda watu wote. Nĩendaga akihĩtia handũ, akikosea mahali akarũgwo, alikuwa anapenda kukosolewa. Koguo arĩ mũndũ ũthikagĩrĩria. Hivyo basi ni mtu ambaye anapenda kusikiza, tondũ angĩgua mũndũ nĩahĩtirie handũ, maana akisikia kuna mtu amekosea mahali na neka correction na amemsahihisha, nĩakũigua ũhoro ũcio wega, pia anasikia vizuri na matingĩhĩtania, hawangekosana kamwe. Kwa njĩra nguhĩ, kwa ufupi, nĩageragia kuchuthiriria, alikuwa anajaribu kutazama kule guothe anaruta wĩra, mahali popote ambapo alitumwa kufanya kazi, atigĩrĩre atĩ alikuwa anahakikisha ya kwamba kũndũ kũrĩa guothe agũthiĩ, mahali ambapo ametumwa, nĩ atiga ngumo njega, ni lazima angeacha habari njema ya wĩra wake, ya kazi yake, ya mũthiĩre yake, ya mienendo yake, ya ũrĩa araiguana na andũ, ya vile anasikizana na watu. Koguo arĩ na wĩra mũhũthũ mũno wa wĩra-inĩ, alikuwa anafanya kazi vizuri, ũiguanĩte na andũ, maana ukisikizana na wapendwa ni lazima mfanye kazi kwa umoja. Kwa njĩra nguhĩ, kwa ufupi, endetwo nĩ andũ othe, alipendwa na watu wote, akendwa nĩ ciana ciake, alipendwa na watoto wake, akendwa nĩ mũthuriwe, alipendwa na mume wake, akendwa nĩ andũ a bũrũri, na pia alipendwa na watu wa hii nchi yetu na community yothe, na katika ujirani. Harĩ ũhoro ũcio ndĩroiga, kwa vile nimesema, arĩ na kĩheo kĩngĩ, alikuwa na talanta nyingine, kĩheo kĩnene mũno tondũ nĩainaga, alikuwa anasifu, ona akĩte hau mũramuona hau nĩahũraga gita mũno, hata akiwa pale alikuwa anacheza gitaa, makaina nyĩmbo nyingĩ mũno, na wanasifu nyimbo nyingi, ona nĩarĩ nyĩmbo nyingĩ marekodaga na mũrũ wa nyina, nyimbo zingine walikuwa wanarekodi na ndugu yake, na koguo nĩ mũndũ wa kũina. Hivyo basi alikuwa anapenda kusifu. Ũhoro wa mathako, kazi ya michezo, ni mũndũ arĩ mũthaki mũno, yeye alikuwa anapenda michezo pia, na arĩa mũnini arĩa mũthaki, na akiwa mchanga alipenda michezo, ũhoro wa kũrũga kũu, kucheza, kũra biro ciana iria ingĩ, kucheza hizo mambo yote kama watoto wengine, na maũndũ marĩa mangĩ mothe, na mambo ingine, no mũno, lakini sana kĩrĩa arĩ ngumo nakĩo nĩ tondũ nĩarũgaga ngerwa mũno, alikuwa anaruka hiyo mchezo, o kinyagia
Hata zingine unaona kana kwamba hiyo inaweza vukwa na mzee, unakuta anavuka. Pia alikuwa anapenda. Jambo lingine alikuwa anapenda ni kuchona. Alikuwa anapenda kuchona sana. Anachona viondo. Anachona mats za meza za urembo. Anachona bed covers. Na hizo viondo anazitengeneza vizuri. Na pia alikuwa anachora picha. Ni kusema ya kwamba alikuwa na mawazo mazuri. Tulikuwa tunasema alikuwa mchoraji ama innovative. Na jambo lingine lake alipenda ni mkulima hodari. Hata hakuanza sasa hivi. Hata wakati tulikuwa nyumbani alikuwa ni mtu ambaye ni mwenye bidii. Maana tukiambiwa tuende tukatafute chakula, ikiwa ni ngwashe angetoa, ikiwa ni ndoma pia angetoa, na anapikia watu na wanawaletea. Kwa hivyo yeye ni mwenye bidii, ni mkulima. Hata hapa nyumbani watu ambao tumemtembelea, ako na shamba nzuri, amepanda kila kitu, na hivyo ni kuonyesha ya kwamba yeye ni mkulima pia. Kwa njia fupi, hiyo jambo nikitia tamati, naweza sema huyu sister yangu alipendwa na watu wote, na anajulikana, na watu wengi ambao wako hapa wanajua vile. Na hivyo ni kusema ya kwamba kazi yake maana imefika kikomo. Sisi kama familia tuseme ya kwamba Bwana amemsaidia na amempea maisha mazuri, na sasa aliona ya kwamba ni vizuri apumzike. Na jinsi ambavyo amepumzika, sisi hatuja kasirika ama kushangaa, maana sisi ambao tumeamini Bwana tunajua Bwana kuna njia ambao huwa anapitia wakati ameona mtu amesubuka sana. Anaona labda watu wao wamesubuka sana, anaona ya kwamba ni vyema ampumzishe. Hivyo basi wakati tunasema amepumzika, tunasema ya kwamba apumzike vizuri, na tuseme ya kwamba Mungu ampe laheri nzuri, na wakati tutakutana mara tena vile Bwana atataka. Nimeshukuru sana na mbarikiwe nyote, na Bwana asifiwe. Barikiwa pia. Acha tumpigie makofi, acha tumappreciate. Amen. Ni asante kwa sababu ya nafasi. Thank you ndio wakanya kau sababu ya kutunenea. Ndio wagotwareria. Sudi la Grace. Ndio wa Grace kana mama Steve vile ameishi. Kwa vile ameishi. Kwa nafasi hii ihinda riri nataka tu nimwalike Fred. Yeda tunyite ugeni Fred Murata rafiki ambaye atasimama na kutunenea. Uria ukurugama atwaririe. Njoroge. Karibu. Mwathani agoshwa. Bwana tukuzwe. Mwathani agoshwa rigi. Bwana Yesu asifiwe. Amaritwa makwa anaitwa Njoroge Kamau. Njoroge Kamau. Na Yesu ni Mwathani. Na Yesu ni Bwana. Na munoki wa moyo wakwa. Na amemuokoa. Mwathani arogoshwa. Bwana tukuzwe. Ndeto Murata. Anaitwa rafiki. Na ni madi Murata. Na kwa hakika ni rafiki. Ni Murata wa mwena uria. Ni rafiki wa upande ule. Akora muguda muraigu okirwa. Pale juu. Tuhakanite muguda ogwo. Wamepakana shamba. Na mahinda mara makwambiriria, na wakati walipoanza, mahinda mara itha wajau mathomaga, wakati walikuwa wanasoma, aciari ni omoka, wazazi walikuwa wanakuja, aciari ni umaga kama magakora aciari itu, wazazi wanakuja wanakutana na wazazi wetu, na gukigia ndugu, na tukapata urafiki. Mahinda macio riria itha wajau magithire mawira na magika aciari, na wakati baba Jao alienda kazini na wakafanya vile vingine,
nĩ mambirie gũka mũgũnda-inĩ. Sasa walianza kuja shambani na tukimenyana na tukajuana. Ũrĩa ũgũragendo-inĩ rĩ, Tukiwa katika safari, aciari makĩambĩrĩria kũremwo nĩ gũka mũgũnda. wazazi wakaanza kushindwa kukuja shambani. Ithe wa Njaũ makĩrwo moe mũgũnda. Baba Jau akaambiwa chukueni sasa shamba. Nake ithe wa Njaũ akĩandĩka manager. Naye akaandika mtu ambaye ataangalia hilo shamba. Akĩandĩka Njoroge. Akaajiri mzee ambaye amesimama hapa. Ngĩtuĩka manager wake. Akawa mtu wa kuangalia hilo shamba. Na ngĩkorwo ndĩ kũu. Na akawa mahara pale. Magĩcenjia kuma Nairobi. Wakabadilisha kutoka Nairobi. Marĩo erĩ. Wakiwa wote wawili. Magĩũka Karau. Wakakuja Olkalau. Marĩo ndagĩtarĩ erĩ. Wakiwa madaktari wote wawili. Mwathani arogocwo. Bwana na atukuzwe. Makiuma hau. Wakatoka hapo. Magĩũka Nyahururu. Wakakuja Nyahururu. Manager arĩ o wĩra-inĩ. Manager yako kazini tu. Ngakĩrwo atĩrĩ. Anaambiwa. Rora kĩna na kĩna. Angalia kitu fulani na fulani. Gũthithia. Uza. Rehe indo. Leta hizo mali. Ngagĩtwara Nyahururu. Anauza na anapeleka. Kuma hau kauma hau. Kutoka hapo. Magĩthamĩra Nyeri provincial. Wakaenenda Nyeri provincial. Ngĩmarũmĩrĩra kuo. Akawafuata. Ndio manager. Akiwa tu nyafara. Ndio mwatheki. Na akiwa mtiifu. Mwathani arogocwo. Bwana tukuzwe. Makinya Nyeri. Walipofika pale Nyeri. Mũndũ witũ ithe wa Njaũ akĩrwo transfer. Baba Jau akapigwa transfer. Akĩrorio Nairobi Kenyatta. Akapelekwa Nairobi Kenyatta tena. Nake nyina Njaũ agĩtwarwo gũitũ gwa Kĩongo. Naye mama Jau akapelekwa kwa Kĩongo. Ũkũra marũmanagĩrĩra. Sasa mahali walikuwa wakifuatana. Marĩ erĩ. Wakiwa wote wawili. Agĩtinũka. Wakakatishwa. Ũcio nĩ atwarwo Kenyatta. Huyo akaenda Kenyatta. Nake ũngĩ nake nĩ atwarwo gwa Kĩongo. Naye akapelekwa kwa Kĩongo. Arĩkia gwa Kĩongo. Alipopelekwa kwa Kĩongo. Aroka Ngano. Akapelekwa hapa Ngano. Arĩkia Ngano. Alipopelekwa Ngano. Aroka gũkũ. Akastaafu. Nake ithe wa Njaũ. Naye Baba Jau. Mwena ũrĩa ũngĩ nake auma Kenyatta. Upande mwingine pale Kenyatta. Aroka mũciĩ. Akaja nyumbani. Rĩu tuikaga nake mũciĩ. Hivyo tuko pale nyumbani. Gwake. Akiwa kwake. Na niĩ ndĩ gwakwa. Naye akiwa kwake. Manager wa mĩaka ta 40. Manager wa miaka 40. Amatitanĩtie. Na hawajakosana kama. Mwathani arogocwo. Bwana atukuzwe. Ũcio nĩguo ũrata. Hiyo ni urafiki. Na ũcio nĩguo ũnjirani. Hakika ni urafiki wa dhati. Na Ngai atũteithie. Na Mungu atusaidie. Tũthiĩ na mbere na ũrata ũcio. Tuendeleze huo urafiki. Na ũnjirani ũcio mwema. Na ujirani mwema. Nĩkĩo mũrona ndĩ gũkũ. Ndiposa ako hapa. Na ndingĩnoga. Na hawezi choka. Ndĩmũnyitĩrĩre. Amshikirie. Aciari ake erĩ. Wazazi wake wote wawili. Wa Njaũ wa Gĩcũkĩ. Wa Njaũ wa Gĩcũkĩ. Na Nyambura. Na Nyambura. Ndĩmahurũkĩtie arĩa mahurũkire. Wote amewapumzisha. Kũu gwĩtagwo Gĩkondi. Pale Gĩkondi Nyeri. Mwathani arogocwo. Bwana atukuzwe. Ũcio tũrata mwega. Sio ni urafiki mzuri. Mũtigĩkomie. Si tumuige. Nĩ mũkomie ũrata ta ũcio. Tumuige. Mũgatuo manager. Unafanywa wewe manager. Na mũnene agoka akorwo ndũiyĩte. Na akija anakuta mali yake iko salama. Ũcio nĩguo ũnjirani. Hiyo ni ujirani mwema. Mwathani arogocwo. Bwana na atukuzwe. Ngĩthiĩ kũrĩkia. Nikitamatisha. Andũ a itũra rĩrĩ. Watu wa kijiji hili. Mwamũkĩra ngeithi cianyu. Mupokee salamu zenu. Nĩ mũrageithirio. Mulisalimiwa. Nĩ mũndũ ũgwĩtwo Catherine na Catherine Wairimu wa Jane. Our former MCA. Na arauga atĩrĩrĩ. Na akasema ya kwamba gĩtĩ gĩake preserve. Kiti yake muweke vile. Mwandĩke preserve. Muweke preserved kama ya Nebukadnezaru. Ni aroka. Anakuja. Hizo ti siasa. Sio siasa. Airoha Hawaii. Alikuwa hapa jana. Na ndero njuke ndĩmũkinyĩrie. Na nikaambiwa nimfikishie hiyo ripoti. Mwaciamũkĩra. Mumepokea? Nĩmũkũmweterera. Mtamsubiri. Nĩmũkamũhe. Mtampea. Mwathani arogocwo. Bwana atukuzwe. God bless you. Thengio nĩ gũtuĩka mũrata mwega. Asante. Asante kwa nafasi hii. Ihinda rĩrĩ kuna rafiki mwingine. Twĩna mũrata ũngĩ. Dorcas Muthoni. Dorokathi Muthoni. Dorcas Muthoni. Nafasi hiyo ni yake. Hii nafasi ni yaku kwa sababu naye ni rafiki. Tondũ nawe ũkĩrĩ mũrata. Asante. Karibu. Ngai nĩ mwega. Mungu ni mwema. Ngai nĩ mwega. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe. Na wakati wote. Niĩ ti niĩ Dorcas Muthoni. Esther Muthoni. Anaitwa Esther Muthoni. No Dorcas niwe ũrarĩ hakuhĩ mũno na nyina Ashiro. Lakini Dorcas alikuwa karibu sana. No nĩaiguire ndarĩ na hinya wa kwaria. Lakini akasikia hana nguvu ya kuongea. Na njĩra ndĩmũrũgamĩrĩre. Akaniambia nisimame kwa mwanya huo. Tondũ ona niĩ ndĩrakĩrĩ o mũrata wa mũciĩ ũyũ. Maana yeye ni rafiki wa hapa. Na ndio jirani wa mũciĩ ũyũ. Na pia ni jirani mwema hapa. Na nikio ndauga nĩngũkĩmũnyitĩrĩra. Na diposa akasema atamshikilia. Na niĩ njuge nyina Steve kana Grace. Niseme mama Steve. Ni mutumia ũrarĩ mwega. Ni mama mzuri. Mutumia tũrendete. Mama ambaye tulimpenda. Tondũ atũrĩte arĩ ndagĩtarĩ witũ nĩ aratũthondekaga. Maana ametutibu kwa miaka. Na agatũthondeka wega na tukaigua tũgĩkena. Na alitutibu vizuri
vizuri na tuna shukrani. Na leo kile itura lele lito. Na wakati alikuja katika jiji hili, nitwamwamukiririo wega. Tulimpokea vizuri. Tondu ni mutumia urari muhoreri, maana ni mama mpole, hana mambo mengi. Na nikio turamwendete. Na diposa tulimpenda. Nie kile ngiuga kwa niaba ya familia. Vile ninaweza sema kwa niaba ya familia, mugie na kuumiriria, mupate faraja. Na njue Ngai niakurehe mundu kurugama ithenya ria Grace. Na ninajua Bwana atamuinua mwingine wa kusimama na ashikilie watoto wake. Na njue Ngai niakumarathima. Na ninajua Bwana atawabariki. Nie ndikwaria muno, sitaongea sana. No gukindira ciugo ciario ni muthuri uyu mahaha to ndigucoka ringi. Nitaweka hiyo maneno ambayo ameneno hapa na huyo mzee ambaye amenitagulia. Uhoro wa MCA ucio mwaigua kirwo wa Irimu wa Jane. Hali ya wa former MCA wa Irimu wa Jane. Arari guku ni ararehete msumari wake. Alileta msumari wake hapa. Onoko ti yorokite we mwene ube. Hata kana kwamba hakuweza kukuja, ni aratumite mundu wake. Alituma mtu wake. Na aratwira tuoka umuthenya wa umuthi tondu ni aramenya muthuri ucio mwene mutumia uyu ni amui muno ni wa kuma kwao. Maana anajua daktari ni wa kutoka kule kwao. Arauga tukinyie rabirabi ciake. Akasema tulete rabirabi zake. Alio murimo ndacokete Kenya. Ako nje ya nchi hajarejelea. Na oka Kenya ni aguka. Na akirejelea atakuja mashinani. Na nigetha mumwire ka ni mukwenda acoke kana ndegucoka no ni atuite itua ria gucoka. Mumwambie kana kwamba atarejelea ama hatarejelea, lakini yeye amekata kauli ya kurejelea. Na arauga mumunyitirire. Na akasema mumshikilie. Na haria hothe muri fataraga muri mwendaga. Na mahali ambapo mtamtaka ni alinyitanagira na inywe. Yeye atashikiana pamoja nanyi. Agiko ni muri muheaga ripoti. Ikiwa mtampea ripoti. Niye gukinya hau na tuge mwathani. Nitafikisha hapo na niseme mbarikiwe. Pia nawe ubarikiwe. Keito muhorero heri wega. Thank you. Bwana sifiwe. Bwana atukuzwe. No turathio wega. Tunaendelea vizuri. Na kende murehere mwali ucio ungi. Nimletee mnenaji mwingine ambaye ni mtenda kazi uria ni muruti wira walikuwa pamoja na yeye na mararutanagia hamwe na mami wa Steve. Ni Mwihaki na etagwo Mwihaki kutoka Nyeri. Kuma kuria Rware. Mwihaki karibu kutoka huko Nyeri. Kutoka Nyeri County kuria wa Munyoro. Karibu. Tumusifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Mwihaki. Na wamekuwa na mama Steve tagia utotoni. Hata anaona kana kwamba ni sawia mwaka mmoja lakini miezi tofauti. Mama Steve alianza shule pamoja. Wakasoma pamoja primary. Na mahali mmeambiwa yeye hapendi manini. Wakiwa watoto walikuwa wanapenda kubeba chakula na zile viondo. Wakiekelea mahali ambapo huwa wanawekelea. Unakuta vijana wamekuja wamechukua zile chakula na wameenda zao. Akaniambia kitambo tuishi kupiga makelele. Tutakuwa tukibeba chakula zetu. Na tutakuwa tukificha mahali kwa kichaka. Sasa tukienda tunazichangamkia. Hakupenda vita. Na tumeandamana vizuri na mama Steve. Tulienda sekondari moja. Primary moja pia. College tukaenda sawia, akaenda kwingine na mimi kwingine. Baada ya kumaliza college akatumwa Murang'a. Naye akatumwa kule Mombasani. Akaomba transfer akarudi hapa Mount Kenya. Na akamkuta pale Murang'a. Akawaza kuendeleza masomo kama clinical officer. Akaenenda Kenyatta. Akatumwa Nyeri. Naye pia akaomba transfer. Akarudi pale Nyeri. Wakakutana mahali pale. We arari makiria ya mwari wawa gukira murata. Ni rafiki wa wakati mwingi, rafiki wa dhati. Wakati aligojeka tulikuwa tunakuja na kumuona na anti yake pale.
Hapo ndipo tulifikishana na Mama Steve. Na nimepotelea, hakika nimepoteza rafiki. Pole sana. It is well. Tumpigie makofi pia. Nataka kuingia hiyo sehemu nyingine. Nenda kuingira hau hage ambao wamekaa katika hili jiji. Ni aria maikarite itura riri. Na hii ndio nafasi yao. Na nafasi ino ni yao. Ndipo sasa wakasa kutunenea. Nigetha nao matwaririe. John Washira. John Washira. John Washira. John Washira. Ayuko. Daniel. Danieli. Itumuhurire ruhiri wega. Karibu. Karibu. Salimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Nidamugeithia inyuothe thiini wa rĩtwa Yesu Kristo mũrĩega. Majina yangu ni Daniel Wainaina Kamau. Etagwo Danieli Wainaina wa Kamau. Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nĩahonokete, Jesu nĩ mwathani. Nashiriki na kanisa la Full Gospel. Atungataga na kanitha wa Full Gospel. Mimi nilikuwa kiongozi wa kamati. Niĩ ndĩrarĩ mũtongoria wa kamĩtĩ ambayo ilikuwa inaongoza mambo ya haya mazishi. Ĩrĩa ĩratongoragia mũbango ũyũ wa mathiko maya ma maitũ witũ nyina Steve. Na mimi na ni jirani tu hapa karibu. Ni jirani haha kando ya bara. Ndio tuliandamana na kijana wa Grace. Niwe maranyitanaga hamwe na mwanake wa nyina Steve ambaye wanaishi naye, walikuwa naishi naye. Uria maturite nake. Baadaye hiyo ni baada habari. Uguo ni thutha wa kunyita ripoti ati ni ahurukite. Tuliandamana kwenda Benedict. Ni twatwaranire tugithio Benedict. Na baadaye aunti yake na thutha-ini tatawe ambaye ameongea kwa niaba ya family, uria waria ithenya ria family, aliungana nasi, aranyitanira na ithwe na kazini yao na kazini yao. Na baadaye na thutha-ini, baada ya kukamilisha mambo ya hospitali, thutha wa kurikia maundu ma thibitari, tulikuja nyumbani, turoka mucii na tukanenezana maneno kadhaa, na turaraniria na tugibangana juu ya mipango sasa vile tutaanza, ni undu wa mipango uria tukwanjia na uria tuguthi na mbere. Na the following day, na muthenya ucio wafuatite, tulianza kamati, tukianjiriria kamiti, na ikawa kuna changamoto na tukigia tumathina tutiganite, kwa vile wakati tulikuwa tunaongea na aunti yake au dada yake, uria turaragia na mwari wa nyina, tulipata hatuna record yoyote ya kanisa, na turona tutire na rekodi o yothe ya kanitha, na tukapata bahati au na turateithika, tukapata mtu ambaye anaweza simamia sisi, na turogia na mundu ngiturugamirira ambaye ni mtumishi Kang'ethe, na niwe mutungatiri Kang'ethe, akakubali kuongoza ibada ya maombolezo, na agitikira gutwarithia ibada ya maombolezo mpaka mwisho, na nginya riu haha tukiria kurikiriria. Kamati tuliunga, komiti turathondeka na turabangana, na tumekuwa tukiendelea vizuri, na nitukoretwo tugithie wega, tukashirikiana na family, na turanyitanira na family na kijiji na itura, maana na shukuru tondu nindiracokia ngatho andu a itura, maana wametupea msaada mkubwa, tondu ni matuhete uteithio munene. Grace hakuwa na wa muhirega yoyote, nyina Steve ndari na muhirigo wothe au group kana welfare. Sasa ilikuwa shida kuanza, riu ni harakire haritu kwanjia, lakini tukabahatika, no Ngai ni mwihokeku, turateithika, family kasimama na kijiji, family turanyitanira hamwe na itura, na mambo yote na maundu mothe ni mathiete wega. Nashukuru wote, nindacokia ngatho kuri andu othe wote ambao wamesimama na hii family, aria marugamite na family ino ya nyina Steve, pesa hata kuja huku, na pia na mahoya na guka. Mubarikiwe, Ngai amurathime, Mungu awatende mema, Ngai amwike wega. Thank you. Ya kurathime na gwike wega. Asante. Thank you ya kuongea kwako, ni undu wa kwaria gwaku. Kwa nafasi nataka
nialike ambao wanatuongoza idare ne gwenda nyite ugeni aria maratutongoria katika kiserikali thiini wa githirikari. Ninajua kwamba tuna chifu wetu, tuna chifu wito, tuko naye katika eneo hili, tuna sub chief thiini wa itura riri. Nataka nimkaribishe nigetha nake ndimunyite ugeni. Atakapokuwa tu akinena akiaria ri, kuna mtu ambaye ataniitia kwi uria ukunjitira, kwa sababu yeye ndiye ana ushukani huo, tondu we niwe wina watho ucio. Inastahili, ni hagiriire. Eitugurira cibo witå rå hä rwega na msalimu nyote, hamjambo. Ndamugeithia inyuothe murega. Mungu ni mwema, Ngai ni mwega na kila wakati na hindi ciothe. Ninachukua fursa hii niguoya kanya gaka kuleta pole zangu, rabirabi zangu, nigetha ndehe pole ciakwa, rabirabi ciakwa kuri arata, family yothe ya nyina Steve. Na ningewaombea Mungu afariji nyoyo zao, na ndahoya Ngai omiririe ngoro cianyu ihinda riri iritu ria kurira, na kwa zaidi na watoto wake muno ni ciana ciake. Ile kitu najua ni kitu ya huzuni sana kupoteza mama, kiria njui ni undu ndiye tegemeo, ni undu muritu muno, na mtu ambaye anakutakia mema kila wakati. Unajua mama ni yeye tu, hawezi fanya wewe uanguke ama urudi nyuma, hawezi pea wewe sumu kwa kuwa ni wa siku hizi. Wengine wote wanaweza kuwa maadui yako, lakini mama yako hawezi kuwa adui. Kwa hivyo ni huzuni sana na pole sana watoto kwa kupoteza mama. Bado kuna watu wanasema mama, a woman is the nation. Kwa hivyo tumepoteza a nation, one nation, ingawa amemaliza kazi yake, na tungetaka na tungeomba awe nasi kwa muda mrefu, isipokuwa Mungu akitimiza uhai wake, sisi hatuna jambo la kuuliza. God case has no appeal. Sawa sawa. Niseme tukiombea huyu mama akae. Kama hivyo wanenaji hao wengine wamenena, ni ngumu sana mfanyikazi wa serikali ambaye ametimiza miaka 60 wakati anakuwa amechoka sana, kama mimi hivyo mnaona. Niko karibu. Mnaona? Kwa hivyo Grace amefanya mpaka ametimiza retirement age ya 6. Lakini kwa bahati mbaya, badala ya pumzike akule ile mazao alikuwa amepanda, kwa bahati mbaya ikafanyika hivyo. Kwa hivyo ni bado kama serikali tungeomba, na serikali iko na mipango na mikakati ya kuangalia jinsi vile hii ugonjwa ya kansa inaweza kupunguza. Wakati wa serikali ya retired president Uhuru Muigai alileta mpaka machine, aliagiza order mpaka zikuje zikaribie watu ili watu wafanywe screening. Na wenzangu, wacha kugoja mpaka hii ugonjwa ifike stage 4. Wacha kuogopa madaktari. Ukisikia una maumivu fulani, enda kwa hospitali, ueleze daktari, angalia vile anaweza saidia wewe. Tumepoteza watu wengi na ugonjwa wa kansa kwa sababu ya kukaa mpaka ikafika stage 4. Zaidi ya hayo, bado kuna dawa, matunda. Nitasema dawa, lakini si mimi ni mtu wa mitishamba. Kuna dawa unaweza panda kwako kama matunda, mpate ikusaidie kwa mwili yako. Wale wametembea kwa huyu daktari, amepanda matunda aina mingi, na pengine hiyo matunda ama huo uwezo ndio umemfanya afike hapo alikufia, angekufia kitambo. Kwa hivyo my fellow Kenya, ningeomba watu wafikirie mambo ya 1,
maduda ambayo yanaweza pigana na magonjwa mbalimbali, na turudie chakula cha kienyeji. Wacha hii sosi soya mnaleta, na wale wanatengeneza waseme mimi nawaharibia nini soko. Lakini hizi vitu ukiendelea kwa social media na watu utakuta hiyo kitu hapana. Sometimes wewe ndio unajiletea. Zamani wale wazee walikuwa hapa, walikuwa wanaishi miaka 100 lakini hakuna mzee alikuwa anakula mchele. Siku hizi ukitembea kwa kila boma ukute hakuna mchele na ni mzee anapewa, hapo ujue nikikuja mazishi nitakwambia wewe ndiye ulimwangusha. Kwa hivyo wamama, jaribuni kupindua hii modernization. Niseme modernization. Hii mnakimbia na mambo ya western nation. Mnakimbia tu na mambo ya western nation. Na tutaishi. Nilisikia mmoja wa wanenaji akisema Biblia inasema siku za kuishi ni 70, kienda sana ni 80. Lakini ukiangalia vile tunaelekea, hata hiyo 70 hatufikishi. Kama tutaendelea na ile mambo tuna practice ama tunaendelea kufanya wenzetu kienda sana ndani. Kwa hivyo wewe ukiwa na pote utakuona. Kwa hivyo nikiomba watu ile rite kura unapika riche yenu, badilisheni. Unakuta sasa mimi mtu wa 40 years mtu imejaa kwa kichwa. Sasa hata hii unashindwa, sasa hii imetoka wapi? Unaona, unatumia hii processed food na inaleta madhara ingine. Kila kitu ukitumia kuna side effects, kuna madhara ingine. Sitaki kuongea sana, lakini ningetaka kuambia watu wa hapa tutegemee Mungu, tutegemee binadamu yoyote hapa. Safari ni yako, na kila mtu anaweza tegemea mtu awe ni kwa muda. Ni Biblia inasema hiyo. Ukitegemea chief, ujue ni kwa muda. Ujui kama nitaaguka kesho na utahangaika. So sitaki kueleza sana, lakini kuna watu wana practice mambo ya kuvuja sheria. Nasikia wakisema they are guarded. Sijui ni nani. We lidwa na huyo ama na hawa, lakini ujue kuna Mungu. Sasa tutashindana tujue Mungu na Mungu na huyo ni nani. Sitaki kueleza sana. Hayo machache nisema asante sana, na nikachukua fursa hii kukaribisha mnenaji. Naona tumetembelewa na watu wa serikali. Nani anaafisha hao? Wale wageni wametutembelea. Sema jambo moja ungeka umenyamaza sasa. Thank you our lady. Wale tumetoka nao Nairobi, naomba tusimame. Karibieni. Wakija, humble yourself before the Lord, He will lift you up. Humble yourself before the Lord, He will lift you up. He will lift you up. He will lift you up.
Humble yourself before the Lord, He will lift you up. Church, the family of our late mother, Grace Joki, members of this spirit, and our representative around, our area assistant chief. Mungu ni mwema na kila wakati. Mbele yenu ni kikosi ambao wanafanya kazi na Nyabura. Is the daughter to our late mom. Tunafanya kazi naye. Tumetumwa na our commandant, mahali inaitwa Security of Government Buildings and VIP Protection. Mahali our senior government officials from your area wanapata security, wale tunaitaga bodyguards. Ametutuma na ndio maana nikaita wenzangu tuwe pamoja, ndio tukipeana rabirabi zenye tumetumwa nazo tuwe pamoja, we own. Sawa sawa. This day we are celebrating our late mom to Nyabura, and we can really tell who our mom was through Breda mwenye tuko naye. Si kila mtoto anakuwa replica ya mzazi wake. We have a replica of our mom Joki. Tumekutana naye saa zingine akiwa mwili haiko sawa. Tumekutana naye pia saa zingine tukiwa tunafurahia, kama kuna wakati mmoja tulikuwa tunafurahia Breda akitwet, na tumekuwa tukiwa na mwema na media, na tunashukuru ni kwa sababu hata ya wana kuweza kuungana nanyi kuya leo. Ile ujumbe tuko from our commandant ya kwamba tuamini Mungu, ni kwa sababu katika Koheredu inatueleza ya kwamba kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa tuko na wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Tuko na wakati wa kupanda na tuko na wakati wa kuvuna. Siku ya leo Mungu amevuna, na amevuna abaye yenye imekomaa. Kwa hivyo tugeomba Mola ailaze roho yake mahali pema. Thank you. Sit back. Ni asante. Thank you muno kwa sababu ya kulete yote wa kurehe kabirabi cianyu, na Mungu awabariki. Ya murathime. Na nafasi nyingine ihinda riri nataka kulete semeji wenda kurehe athoni, ndiposa akasimama na ili marugame wakaweza tu kunena matwaririe hadi leo. Karibu. Ako wapi? Athoni ambao wananena kwa upande ule mwingine kutoka Kisii. Kurugusi Bosongo. Ni asante. Karibu. Na wasalimu amjambo. Jambo gaidia muriega. Amjambo tena. Muriega rigi. Poleni sana hatukuelewa hiyo lugha. Nilikuwa nauliza nani anaitwa Gathoni sasa. Athoni ni kusema shemeji. Shemeji. Yeah. Haya, asante sana. Thank you muno. Kwa majina anaitwa Alice Harriet Katemo. Yetako Alice Harriet Katemo. Na Brenda ni sister in law wangu. Na Brenda mahikete komwe. Ya, yeye ndio mkubwa sasa kwetu. Niwe munene kuu mukuru katika boma ya baba yangu. Ini wa nyumba ya ide. Yeah, na tunampenda sana. Na ni mamwendete. Na tunasema pole sana. Na ni marauga pole. Maana hii loss ni loss kwetu pia. Tondu gute guku ni gwitwo na ithui. Tumempoteza mama. Ni twate maitũ. Na wakati huu nataka kupeana rambirambi za mama yangu. Na ihinda rĩrĩ ndĩrenda kũruta rambirambi cia maitũ witũ, ambaye pia aliachwa na baba kama miaka zaidi ya 15 iliyopita. Ũrĩa nake watigirwo nĩ awa miaka 15 mĩthiru. Kwa mwili hasikii vizuri. Kĩmwĩrĩ ndaraigua wega. Angependa sana kuwa hapa na ndiendire mũno gũka hamwe na ithuĩ, lakini haingewezekana. No kwarema. Mimi kama firstborn katika hiyo boma. Eta ũrĩa mũkũrũ thĩinĩ wa mũciĩ ũcio.
nimekuja kuwakilisha familia yangu niagiukire nigetha amarugamirire na nimekuja pamoja na marafiki zangu na niokite na arata ake na nataka kuchukua nafasi hii na niweza niekuoya kuambia ndugu yangu kanya gaka kwanjiriria na muru wa ithe uria mukuru aweze kufika hapa. nigetha oke haha. Katika boma yetu kuna vijana wawili thiini wa nyumba yao mena anake eri na Brenda akiwa ndiye sasa ameolewa kwa ndugu yangu mkubwa, na Brenda niwe uhikitio ni muru wa ithe uyu mukuru. Ndio sababu nasema hii loss pia ni yetu. Akiugo onao ni makwiriirwo na ndugu yangu mdogo pia na ena muru wa nyina nake munini sijui ametoka wapi, Nehemaya na kidiramenye na Nehemia wametoka kidogo niumite hanini na dada yangu na sister yake Rose pia ako hapa. Rose nake guku naweza simama Rose nake ndio muweze kutujua sababu sisi ndio tumechukua msichana katika hii boma. Mutumenye to ni ithuĩ tuete muiritu kundu guku katika hiyo immediate family thiini wa nyumba iyo ya hakuhi. Tuko wengi lakini leo ndio tumefika sisi hapa. Turi aingĩ no nĩ ithuĩ tũmawakilishĩte ũmũthĩ na kutoka Kisii na kuma Githii tumekuja na madada zangu na ndugu zangu wengine na nĩ mokire ũtukũ na arĩa maciaranĩirwo na ninaomba wale ndugu zangu waweze kufika hapa pia muweze kuwaona. Nĩarahoya acio angĩ nao marũgame ona inyuĩ mũmone maana tukikuja peke yetu tondũ matinagĩũka aika. I think wengine wametoka nje kidogo. Lakini maumite jahanini. Asanteni sana madada zangu. Thank you alia maito. Na ndugu yangu. Na brothers yako. Katika boma kabisa ndani. Aya ni ya nyumba yako ya hakuhi fio the nuclear. Na mama yetu mwenye amewakilisha mama Auntie Jerusa. Wewe na aunti wao. Unaweza simama. Auntie Jerusa nake ni arugame. Ndio tumjue kwamba sisi pia tunaomboleza. Nigetha mumenye na ithuĩ no turagirĩka. Katika mkono ni ndugu yangu mkubwa. Guoko-inĩ gwake kwa ũmotho kũrĩo nĩ mũrũ wa nyina mũkũrũ ambaye anaitwa Bernard. Etagwo Bernard. Auge kiugo. Kwa familia. Kũrĩ family. Kusema poleni sana. Nĩ tauga poleni. Nĩ ũndũ wa gũte maitũ witũ. Na nĩ ta maitũ witũ family-inĩ ĩno. Wa mbere sisi kama familia tuko mbele yenu. Ithuĩ ta family twĩ haha mbere yanyu. Nĩ tũkĩte na pole ya kuwakilisha wale wanaonyima ya kũrehe ona kwa niaba yacio tũtigire mĩciĩ thutha witũ. Kiambia familia. Tũkĩra family atĩrĩrĩ. Hii ndiyo njia ya kila mmoja wetu. Ĩno nĩyo njĩra ya ũmwe witũ. Ukizaliwa waciarwo rĩ umenye nĩ kũrĩ gũkua karumbeta gatakĩhuhwo. Koguo tutigire mũbango ũyũ Ngai witũ. Thank you mũno Ngai amũrathime. Hapa Mombasa. Ucio nĩ mũrũ wa maitũ mũkũrũ aumĩte kũrĩa Mombasa. Hapa. Gukinya gũkũ. Sitawapea wote ila ndugu yangu ambaye anaweza sema moja. Kuna nafasi nyingine ama atamaliza hapa hivi ama hatuna ingine ni hitu. Na huyu ni auntie yetu kama sasa anayewakilisha kina mama na ma-aunties kutoka Kisii naye angesema pole. Nake auge pole na njira nguhi. Kwa ufupi. Mko salama nyinyi wote? Ni mokite? Wanamuona gikundi kinini ri. Mumenye tukite ithuothe. Ni mwe kuma Githii ni kuraihu? Mutuone ithuothe guku. God bless you. Asante sana. Nikimpea ndugu yangu mkubwa huyu ananifuata number 4. Dahe mũrũ wa maitũ namba 4. Huyu ana namba 4. Hao wengine ni wadogo. Niko na dadangu Rose. Ena Rose. Nyanchama tunamuitanga kwa Kisii, najaribu kutafuta jina yake ya Kizungu lakini kwa Kisii tunamuita Nyanchama. Na Githii etagwo Nyanchama. Na mimba pia kwetu. Na huyu naitwa kama mimi Alice. Na Alice. Na sikuja peke yangu, kabla ndugu wangu aongee, nimekuja na marafiki kutoka Nairobi kule na marafiki zangu. Leo kile na arata kuma Nairobi. Ningeomba pia wasimame, majirani kule ninaishi Brenda. Pia waliamua watafika hapa. Na marugame meke uguo. Naomba wasimame waweze kufunga mkono. Rugama Yohani ni mweke uguo. Au ni marafiki zangu wa karibu na waliposema Brenda tunapokuja kuomboleza mama hapa na wataniacha pia watanifuata. Pole. Asante sana sana, nitampa ndugu yangu. Ego he mũrũ wa maitũ aweze kuongea. Naye aongee kwa ufupi. Nawasalimu nyote kwa jina la Yesu. Hamjambo. Ndamugeithie inyuothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo mũrĩega. Hamjambo tena. Mũrĩega rĩngĩ. Nimeshukuru kwa sababu umekuja
tuliwaza Nidacokia ngatho ni undu wa inyue guka mutune kiande kianyu turirireho na kutufariji, na gutumiriria. na tunaona kwamba sherehe ya mama ya mwisho imeisha na inaisha kwa njia ya uzuri. Na nituona igongona ria maitu ria mwisho niriguthira rirathira na nirirathira wega. Yale mengi labda ambayo mtu unaweza kujiuliza mbona iliwezekana ifanyike hivi. Maria maingi tungiyuria ni kwiyuria niki kurekekire u. Mama mnaona bado wajukuu ni wadogo. Tondu maitu ndirona tucũcũ no tunini. Najua wangefurahia kama angekuwa walikuwa wanamuita shosho wa strawberry. Njui ni tungiakena tondu maramwitaga cũcũ mũrĩmi ndare. Lakini sasa shosho ameenda. No cũcũ ni athiĩte. Yule kijana mkubwa Matthew aliposikia nyanya yake amelala alilia sana. Matthew gacũcũ karia gakũrũ kaigua cũcũ ni ahurũka ni kararĩrire mũno. Vizuri amekuja kuthibitisha kwamba ni na ni wega guka nake ekire wiga. Sana washukuru nyinyi wote kwa sababu ndamucokeria ngatho nyinyi othe tondu ni mukite na mrudi kwa njia ya amani na mwacokereria mucoke na thayo, mpike mahali merudi kwa amani na mucoke na thayo na mzidi kuombea hii familia na tuthie na mbere kuhoera family ino because nadhani Steve ndiye atabaki hapa. Tondu Steve ni gutigwo gukomena mai. Niliona chief akiongea hapa. Ninyonie chief chief tafadhali msimsahau huyu kijana mdogo. Steve mutikariganirwo ni Steve. Mweke karibu na familia hapa ya kijiji. Tumuiga hakuhi na family ino ya itura. Manake sasa amekuwa na nyinyi hapa. Tondu riu ni umwe witu. Mama yeye ameenda. Maitu ni athiete. Lakini hata sisi tutakuwa karibu na yeye. No tukorwo hakuhi nawe. Kwa hiyo machache nashukuru. Na mau manini ni twakena. Asante. God bless you so much. Wacha tupigie hiyo team kutoka Kisii makofi. It's a great sacrifice kutoka Kisii. Ni asante. Thank you. Kwa sababu ya semeji ni undu wa athoni kutoka huko Gusii, ni undu wa kuma kuria Gusii. Ngobatebi Nyasaye abasesenie, Mungu awabariki, amurathime. Nyasaye abasesenie, Ngai amurathime kwa sababu ya kuja, ni undu wa guka. Bwana awabariki sana. Ngai amurathime. Kwa nafasi hii ihinda riri nataka tuongoza kwenda kurehe uri gututongoria katika kusoma historia ya marehemu, thiini wa gusoma biolojia ya maitu witu, na ndiposa tukaweza kuelekea kutamatisha. Na nigetha tuthie turikiriirie, atakaye tusomea uri gututhomera Justice ni Justice Kigwaine. Haya, program zipatiwanwe hiyo biolojia pia tusaidiwe kudistribute, ndio watu kila mmoja akaweza kujishikia, nigetha omwe witu enyitire, na kama itakufikia na kaga gukinyira ri usijali, tukaruwe kwa sababu atakaye soma tondu uri guthoma ri, hiyo ndio jambo ambalo ni nzuri. Ucio niguo ndu uria wa bata, utaelewa ni kuigua, na ndiposa utakapoelewa na we waigua utajua tu historia yake, ni kumenya historia ya maitu, na Bwana atazidi kuwabariki. Ngai ni guturathima. Yeye ndiye atatuelekeza hadi ya tribute, ni gututhomera na turehere uri rathoma tribute, na lile jambo litakuwa lizuri, na undu ucio ni mwega. Nami nitakuwa nikimalizia na nini kurikiriria kwa sababu ya kuletea ambaye ataweza kutoa shukrani, nigetha ndimurehere uri kurehe vote of thanks za mwisho cia mwisho, na ndiposa tukaweza kuelekea katika kaburini, na nigetha tuthie mbirira-ini, na hilo jambo litakuwa lizuri, na undu ucio ni wa bata. Karibu. Nina msalimu nyote katika jina la Yesu. Ndamugeithia inyuothe thiini wa ritwa ria Jesu muriega. Abuya ile wale wametoka upande ule wa Kisii, aria maumite kuria Kisii, amujambo, muriega, mko wazima? Yes. Yeah. Abagikuyu na Abaguzi no yumwe. Agikuyu na Agithii ni tutwaranaga. Tunaelewana. Sasa kuna mambo, kwa sababu hii hadithi imeandikwa kwa lugha mbili, tutasoma na lugha moja ile inaeleweka hapa, ama najua watu wamesoma hapa, kwa hivyo tusome na Kizungu. Tusome na Kizungu ama tusome na Kikuyu? Hapana, ni lugha mbili, Kikuyu na Kizungu. Kizungu ndio mnataka? That's very good. Kwa hivyo soma tu. Eulogy of the late Grace Njoki Githĩkia. But the late Grace Njoki Githĩkia was born
on 4th April 1957 in a Rukira sublocation in Nyeri to her late parents, Stephen Githithia and Mary Mobi. She was a sister to Jeremy Kenywa, Sambera Wangui, Gideon Wanyoto. I don't know whether those people could be ni kitabu cha mtu anasimama kuonekana tu okay. The late Jeremiah Kuria, Jesse Kigodo, Justus Kigwaine. Justus Kigwaine is me who is reading this theology. Esther Warukira, who is in USA. The late Lois Wajiko. Education. The late Grace Joki began her education at Mahiga Primary School before joining the Riabu Girls Junior Secondary School from 1973 to 1974. She was active in sports and received several awards for high jump. In 1975, she joined Mary Immaculate School, where she attained the East African Certificate of Education in 1976. She later studied secretarial studies in Kiambu Institute of Secretarial Studies East. After that, she joined Muranga Hospital, where she studied nursing and was posted to Retokto and later to Okarao. In her bid to advance her education, she joined Nakuru Technical Training College, where she undertook a course in clinical medicine. In the year 2013, she joined Mount Kenya University to further expand her knowledge. Work. She graduated and started work as a clinical officer in Nyahururu PGH, Nyeri PGH. She worked as a clinical officer in charge in Mirangine and Ugano Health Center. Church. The late Grace was baptized in the Presbyterian Church of East Africa, PCA, in 1970. She later moved to Kenya Assemblies of God KG Church, which was near her home. Married. The late Grace Joki Githithia was married to John Oweru Wajao. They were blessed with 3 children, namely Michael Wajao, Brenda Nyambura, and Stephen Githithia. Illness. The late Grace Joki Waweru started feeling unwell in 2013 due to diabetes, high blood pressure complications, which led to kidney failure. Later on, in 2016, she had her left leg amputated as a result of same complications. On 15th January 2026, she suffered a sudden heart attack and was promoted to glory. She left behind her 3 children and the 4 grandchildren, namely Tatiana Marie Joki Wanjao, Matthew Charles Ratemo, Daila Kerubo Ratemo, and Rekye Joki Ratemo. She was an aunt to many. She died aged 69 years. Less well, Grace Joki, we love you, but God loved you most. Thank you. Ngai akurathime muno. Mungu akubariki sana. Na Ngai arogwika wega. Na Mungu akutendee mema. Tunaenda kumalizia. Turathi turekereirie. Nigetha tuthirima-ini. Na Ngai witu aromurathima muno. Wetu awabariki sana. Kabla ya kuombea familia, kitambo hoere family, tunataka tutoe sadaka zetu ili tutoe sadaka zetu. Tondũ tukire igongona-ini. Maana tumekuja katika ibada. Tunataka tutoe sadaka
turute sadaka citu nigetha tuthie hau hangĩ nake nĩ egũtũrathima na Mungu wetu atatubariki. Kwa hivyo tutataka tujiandae vizuri. Tusomewe tributes kwa haraka. Kuna tributes. Okay. Ambao wanasoma tribute, karibuni. Tributes. Justus Kigwaini. Oh, sawa. Karibuni. Na vote of thanks akaribie pia, kisha nipatie mchungaji. Mom, you are my wife, my constant, my greatest vision. As your only daughter, the bond we shared was deep and unbreakable. You lived with illness for long, but you never allowed it to define you. Throughout your journey, you taught me lessons in resilience, compassion, and the true meaning of unconditional love. Mom, thank you for your love, strength, and all the sacrifices you made. I am at peace knowing that you are finally free from pain. Mom, thank you for everything you gave me. I will carry your love with me always. Your pillar of strength, support, and love within our family. Your role as a mother was embraced wholeheartedly. The love and lesson impaired we are getting right the days to come. Mom, you had a profound sense of spirituality and deep connection with the faith and Creator. Mom, your spiritual foundation was a source of strength, comfort throughout our life, especially during challenging times. Your faith was a testament of your character, resilience at home. Mom, you are the best. Rest peacefully in the realms of eternal worlds. I will really miss you, Mom. Miss you too, Mom. I miss you so much, Mom. Joshua, you are special to all of us. You always had time for us. You loved and made us feel safe, seen and deeply loved. We always look forward to visiting you because you always had strawberries in store for us. Fondly nicknamed you Joshua Strawberry. We would miss you more than words can say. Thank you for being our Joshua. We will cherish you forever. Thank you. Siblings. In you, we had a sister and a friend. For all the time you have been around, you are the perfect example to emulate. You are loving, lovable, disciplined, selfless, and intelligent. Your demise has left a great vacuum in our family. You are always in touch with us. We will continue to miss you. Our prayer is that the spirit of oneness and unity which
who championed as our sister to continue. Till we meet again, shine on your way, sister. Amen. Ni asante kwa sababu ya kututia nguvu watoto wa Grace. Bwana asifiwe. Tunaelekea katika kutamatisha, na ndiposa tukaweza kumwelekeza mahali ambapo nyumba yake imetengenezwa. Kwa sababu nataka tukaweza kusimama kwa sababu ya utoaji. Kuna neno ambalo nataka tu kuachia siku ya leo. Wakati Yesu Kristo alipokuwa pamoja na Moses, nakaweza tu kunena mambo mawili, mambo matatu, kusudi ya maisha ambao tunaishi katika ulimwengu huu. Na ni vyema tukaweza kutafakari vyema juu ya maisha yetu, vile tunaishi, vile tunakaa, na vile unakaa wewe ndiye unachagua. Nataka tu mchungaji ukatusomea katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 30:19 kutelemuka hapo. Nindeta iguru na thi gutuike aira hari inyuĩ ũmũthĩ atĩ nĩndaiga o mbere yaku ũhoro wa gũtũũra muoyo ona wa gĩkuũ, na wa kĩrathimo ona wa kĩrumi. Tondũ ũcio thura muoyo nĩgetha ũtũũre muoyo we mwene ona njiarwa ciaku. 20 wendage Jehova Ngai waku na wathĩkagĩre uge wake, na wĩgwatanagie nake nĩgũkorwo nĩwe muoyo waku, na nĩwe ũingĩhagia matukũ maku, nĩgetha ũtũũre bũrũri ũcio Jehova erĩire maithe maku Ibrahimu na Isaka na Jakubu na mwĩhĩtwo atĩ nĩ akamahe. Si Bwana awabariki. Sasa ni wakati wako ukiwa katika ulimwengu huu. Choice. Chagua. Na utakapochagua bila shaka utafuna. Ukichagua, maana Biblia imesema ya kwamba chagua ufalme ama chagua kuishi vizuri. Na utakapochagua kuishi vizuri ni jambo njema katika mbele ya macho ya Bwana. Hebu tukaweza kuinuka katika nyayo zetu, kwa sababu najua ya kwamba huyu ambaye amelala, kuna wakati ulipo wewe ukiwa katika uhai ulimkuta na barua, ukamwambia kwamba nataka ukawa msaada wangu kwa kazi ambayo imo katika mbele yangu. Na kwa sababu sasa imefika katika kikomo, hakuna barua ingine ambayo utanakiri, hakuna barua ingine utaweza kumpelekea. Sasa ni wakati wetu kutoa sadaka zetu ambazo ni za mwisho, kwa sababu ya kunakili ambao ulikuwa unanakili na kumpelekea akawa msaada wako. Hata kuwa tena msaada wako, bali siku ya leo ndiyo siku ambayo ni ya mwisho. Jina la Bwana limidiwe. Totiokera ina magoro maito. Hebu tukaweza kuinuka katika nyayo zetu, maana hakuna siku ingine huyu dada atatoa sacrifice zake. Siku ya leo ndiyo siku ya mwisho ambayo ni ya kutoa sadaka yake ama sacrifice yake katika mbele za Bwana. Situamuke netokirei na magoro maito ni ida iria kuruta sadaka cito ni tondu wa igongona riri ria muthenya wa umuthi, na kila mmoja akaweza kujisikia ya kwamba nitasimama na hii fazi, nitasimama na hii fazi, na ndiposa nikatoa sacrifice ya mwisho ya dada Grace Njoki. Bwana asifiwe. Tukiangalia kwa program zetu ziko na wimbo ambao tutaimba wakati tunatoa. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuzi. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha
dhambi zangu kuziosha kwake Yesu nasima. Simama ndiye mwamba ni salama, salama ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, njia yangu iwe ndefu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, simama ndiye mwamba ni salama, salama ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, nikitwa hukumuni doni nina amani, nikivikwa haki yake sina hofu mbele yake. Kwake Yesu nasimama, simama ndiye mwamba ni salama, salama ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, mwamba ni salama, salama ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Ambaye tu walikuwa nataka kushikamana pamoja na hili dhabihu, na hakika ya kwamba akuwa na kasi kastika mkononi mwake. Namba ya simu ambayo utaweza weka sadaka yako, sacrifice yako 0748 0748 42 40 57 0748 42 40 57. Au kiweka kwa hiyo namba already utakuwa umeshikamana na familia pamoja na kutoa sacrifice zako. Bwana asifiwe. Sasa tumefika katika ukingoni. Nataka kutabilia hii familia magonjwa ambayo mama amepitia. Hakuna wakati mwingine itakumba jamii. Hakuna wakati mwingine ama mmoja wenu ataweza kupitia katika ile hali. Hakuna yoyote ataweza kupitia katika ile hali. Uchungu ambayo mama amepitia, bila shaka jamii yake ambao wamesaliwa pamoja na yeye, ambao wameitanishwa pamoja na yeye, hakuna mwingine ataweza kupitia ule uchungu, kwa sababu kuna Mungu anaweza kusimamisha magonjwa zote za kila aina ambazo zinafuata jamii, ambazo zinafuata familia. Hakuna wakati mwingine mutapitia katika ile hali kipindi cha miaka yenu, na siku moja mtaweza kukumbuka kunaye aliyetutabiria ya kwamba tutaishi, na tutakapokuwa tunaishi hakuna mapito tutayapitia ambayo ni magumu kama vile mama ameyapitia. Jina la Bwana limidiwe. Hamutaipitia tena, hakuna kupitia tena, kwa sababu Mungu atakuwa katika upande wenu. Mungu atakuwa wa kusimama pamoja nanyi, kwa sababu ya hii sacrifice ambayo mumetoa siku ya leo, kushikamana na marafiki ambao mumeitanishwa pamoja nao. Jina la Bwana limidiwe. Bwana asifiwe. Kwa nafasi hii nataka nikamkabidhi mchungaji Pastor Kang'ethe, na ndiposa kaweza kurejea juu ya kuombea familia na kuombea sacrifices hizi, na lile jambo litakuwa nzuri, na atachukua sasa ushukani akaweza kutuongoza hadi kuelekea katika kaburini.
masaa ambayo imesalia sasa ni kufanya kazi. Na mkumbuke ya kwamba wakati ulipokuwa tunaanza, nikawaambia ya kwamba wakati Paulo aliponenea Warumi akawaambia ni vyema mwili wako ukaweza kuutuza na njia ambayo imefaa. Siku ya leo kusika grace tutatumia mwili. Bwana asifiwe. Haleluya. Kushika grace tutatumia mwili. Kwa hivyo ni lazima ukaweza kukubali huo mwili wako ukaweza kushika mchanga na ukasema ya kwamba nimesindikiza grace, nimeweka mchanga katika kwenye kaburi lake. Huo ni mwili wako utautumia, kwa sababu bila kutumia huyo mwili kusika marehemu hujatimiza kusudi la Bwana. Wewe umo uhai, mimi hai, tufanye hii kazi. Si Bwana awabariki. Aliyekuwa akiongoza ni mchungaji Joseph Njuguna Mwangi na hubiri na kanisa la KAG katika eneo hili. Bwana awabariki na tena akaweza kuwadumisha. Asanteni sana. Kabla ya kuombea familia, kwena mundu gucokagia ngatho. Sijui yako wapi huyo mzee, mtu wa familia, sijui yako wapi. Kubali akuja hapa mbele atoe shukrani kwa sababu ya familia, na Mungu wetu ataumbariki katika jina la Yesu. Muthuri utangihota kutengera, karibu sana. Mungu akubariki na Ngai agwike wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Marĩtwa gĩtagwo Kĩnyua wa Gĩthigia, na nĩtarĩndi kũkĩhinga igongona rĩtwa rĩgwĩcokia ngatho. Kwa majina ni vile tu amesema, na ũcio apĩgia haha gũtũhe history kana ideology ya mũndũ ũgwĩtwo Grace, ambaye aliasia kutupatia historia ya Grace. Niwe unyumite thutha, I'm the first born. Yeye ndiye amemfuata nyuma, yeye ndiye wa kwanza. Lakini hata watu uko kwetu nyumbani hawajui ni nani mkubwa kushinda mwingine. No kwa muciĩ gũtirĩ andũ moĩ nũ mũkũrũ gũkĩra ũrĩa ũngĩ, twaeranĩirwo hamwe kwa sababu wamelewa pamoja. Tulikuwa tunakaribiana sana wakati wa kuzaliwa. No nĩ makuhanĩrĩirie mũno hĩndĩ ya gũkorwo magĩciarwo. Koguo ingĩambĩrĩria kuma hau maũndũ marĩa mothe marĩtio, nikiasia mahali pale yoyote ambayo imenenwa nĩ mega na nĩ mama, ni haki na ni ya kweli. Na tondũ ndiĩtetwo njokie ngatho ng'ane ng'ano icio ka gũcokera, kwa sababu nimeitwa na ndiposa nikaweza kutoa shukrani kuri kaũndũ o kamwe tu itangĩhota kũinũka itakoigĩte. Kuna jambo limoja kabla sijatoka hapa kuelekea nyumbani, sijatoka hapa bila kunena. Ati kĩndũ kĩrĩa Njoki endete mũno kuma kareo kana, kile kitu ambacho Njoki alikuwa akipenda sana akiwa mtoto. Tondũ toguo mũndũ Isabella kugĩte haha mbere hĩndĩ ĩyo akwaragia oigire tũciendwo tũrĩ aingĩ. Kama vile Isabella alisema ya kwamba tumesaliwa tukiwa wengi, na ciana irĩ nyingĩ nĩ cikaraga ikeneganagia hapa na pale, na watoto wakiwa wengi wanakuwa na kukozana ama kusozana hapa na pale. Akionire twambĩrĩria kũnegenania, akiona ya kwamba tumeanza kusozana, ndahota gũka gũtũkiria, kwa sababu hawezi kurejea na kuwafanya wakaweza kuwa kimya. Ũreka nĩ kũrĩra, vile alikuwa anafanya ni kulia. Koguo kwenda gwake gwa thayũ ti hĩndĩ kwambĩrĩria, tondũ ona rĩu arĩ o mũkũrũ na thayũ mũingĩ mũno. Yaani katika utumaini wake ama kukuwa na tumaini katika ndani yake sio wakati imeanzia. Na nĩnjiguire kwerwo atĩ nĩarendete wĩra wake mũno. Alikuwa anasemekana ya kwamba amependa kazi yake sana. Na mũnjĩ ũyũ kũhunjagia haha nĩatwĩrire atĩ kile tuhetwo gũtũra thĩinĩ wa thĩ no miaka 70, ambaye mchungaji akasema ya kwamba jambo ambalo ni la dhamana la kuishi katika ulimwengu ni miaka 70. Na nĩngũiguaga rĩmwe guoya ndaigua aria na hunjia makiuga atĩ ũkĩria hau ũkĩria 70, yaani utakapo tu kupitisha 70 ati ni kiheo, ati ni kipawa.
na kamenya ati Ngai watugatira Ngai, ninajua ya kwamba utakapomtumikia Bwana ona miaka igana no akuhe, hata miaka 100 atakukabidhi. Nina miaka 80 leo muranyona ndugamite haha, niko na miaka 80 vile mnanitasamia, na tigane heho na ni undu wa nduthi, kwa sababu kama sio baridi na motorbike na ni mimi tu nilikuwa nikiendesha, na niwe watwaraga ona leo leo mucieti ndiendetie, hata wakati huu motorbike iko nyumbani hajauza, na nigukinyia miaka igana, atafikisha miaka 100. Woguo ndirenda kuga atiri, kwa hivyo nataka kusema hivi, wenda thayu ikahari Ngai, ukitaka amani kaa kwa Bwana, tondu kile kiratuma njuke uguo theri kile kitu ambacho inafanya nirejee vile ni ati ndingire muoyo orona nie, singelikuwa uhai hata mimi. Ndu rejetikiti ni ati ria kwira guhoro wa njohi kana indo ile ciothe muigua igitumirwo. Unajua ya kwamba jambo ambalo limefahamika, chochote ambacho unasikia kikitumiwa, pombe, kila kitu ambacho ni ofu, ati mundu ndangihota gutiga, ati mtu awezi wacha, maheni ni uongo. Na Grace huyu Njoki, Grace Njoki nie ndari umwe, I was addicted kabisa, na hali umwe mundu wahinyirikite, na kana gakatonikana, kwa sababu huyu ni mtoto athomera wira ucio athomeire, aliposomea ile kazi mwaka wa mwisho 1998, mwaka wa mwisho 1998, nilio ndatigire wira na ndiposa nikawacha kazi. Nile anyonile kulikana na munyuro ndirayo njohi naguo, akaniona wakati nilipokuwa pombe ambao ninakunywa, akaweza kunitazamia, kaona kiabiria kulira ore aliraga mwana, akaanza kulia kama vile tu alikuwa akilia akiwa mtoto, akijira lia kundwa hospitali, akasema ya kwamba nitakupeleka hospitali. Ndadwalire rihabu ile ciitagwo rihabu, hakunipeleka katika rihabu, ndadwalire hospitali ile arutaga wira hakuhi nake, alipeleka hospitali ambao alikuwa akifanya kazi karibu naye, na akijethera ndagitari, akamtafutia daktari nigetha thiage, na akakona agetikia ati ndathie tone anyona, akakuwa na hakika ya kwamba ameenda kwa sababu amemuona. Na nani kitekea na ndaregete orona nie, nilikuwa tu nimekataa hata mimi. To ni muonaga andu acio meragwo ona mundu angirwo ni muguruki, uti muguruki witikagia ati ni muguruki, akiwa kama wewe, ukiwa wewe ni mwandazimu, hauwezi kukubali ya kwamba ni mwandazimu. Woguo ona acio addicted ni kurega marega gwitikira ati ni addicted, ambao wamewezeka katika pombe, ni kukataa, wanakataa ya kwamba wamewezeka. Woguo ndiatekerie tokia mwisho ndetekerire, mwisho nilikubali, na ningethikiririo na ndataragwo ni ndagitari, na nikakubali, nikasikiliza vizuri maneno ambayo niliarifiwa na daktari. Mahende yogera Ngai akuhiririo ke hakuhi na ni leo, kutoka siku hiyo nikaambia Bwana nikaribie karibu na mimi sana, na ageuka hakuhi na ni kabisa, naye Bwana akarejea karibu na yeye, na kuma hindi yo kutoka hapo immediately 2002 yapereria kuthie kanitha, nikaanza kuelekea kanisani, kanitha wa PCA, na ngiambiria kuheo tungata kuo, kanisa la PCA, nikapatiwa utumishi mahali pale, ndio uguo kinya ngituika heo wira wa chairman, nikapatiwa kazi ya chairman. Ndio ndio muigana oti etikwe ndirenda tondu haha hari andu mangiteithika, hapa kuna watu waweza kufaidika. Kwa hivyo okay, thank you. Potezi wakati wenu. Unajua hata mimi niko na njaa. Ona kiatu no muhutu. Kwa hivyo nataka kualifu hii kuma 2002 kuma mwaka wa 2002 mpaka siku ya leo. Mimi ni mzee wa kanisa la PCA. Adamu senior elder niguo metagwo. Na ni muthuri uria munene senior. Senior. Ugo ni kuwa retired elder. Ni kusema retired elder. Kwa maana muruto ndo retire longu 2022 ndio retire. Shaitani ni muofu kwa sababu wakati nilipo tu wacha tu kazi. Ndio maguru ya mara walile. Ndiposa miguu ikagonjeka. Ndio ndio amenye shaitani yote ruhusa. Na ndiposa nikajua kwamba ni shaitani ameomba ruhusa. Na ameshindwa. Wacha nirudishe shukrani sasa. Thank you. Ngenda kuga ati ni gucokeria leo makoretwo manyitĩrĩire mũciĩ kumagia mahinda marĩa. Nataka kutoa shukrani kwa watu ambao wamesimama katika hii jamii. Mahinda marĩa wĩra ũyũ wambĩrĩirie no kuanzia wakati ulipoanzia
Arĩa makoretwo magĩtwarithia mahoya kũndũ gũkũ ambao wamekuwa na uombaji, arĩa othe aitũra toguo ndaigua gũkĩrwo haha matũrĩte manyitĩrĩire bamĩrĩ ĩno na makoretwo mamanyitĩrĩire mpaka sasa, wenye kijiji ambao wamesimama pamoja na hii jamii. Okay. Nĩ marutĩte wĩra mwega na mũnene, wamefanya kazi kubwa na mzuri. Koguo ngamba ngamacokeria ngatho mũno andũ a itũra rĩrĩ, na washukuru sana wenye jiji. Ngacokeria ngatho andũ a kanitha arĩ kanitha ũyũ rĩu watungata mũthenya wa ũmũthĩ, ona makanitha marĩa mangĩ makoretwo magĩũka. Nashukuru kwa sababu ya kanisa ambayo imesimama katika kwenye nafasi hii, hata kana kwamba makanisa mengine imesimama. Tondũ wĩra toyũ ũtatongotio nĩ Ngai no wa tũhũ. Hii kazi kama iwezi ongozwa na Bwana, hii kazi tu ni ya bure. Na rĩu tondũ wĩra ũcio nĩ wa kinya mũico rĩ, kwa sababu hii kazi imefika kikomo. Mũndũ wothe ũrutĩte wĩra ũcio arũgamĩte mwena-inĩ ũcio wa Ngai, ambaye amesimama na kufanya ile kazi, amesimama katika upande wa Bwana, onao marathimwo, hata hao wabarikiwe. Kuma hau kũrĩ arĩa angĩ makoretwo makĩruta mawĩra haha mwanya mwanya, ambao wamefanya kazi hapa na pale, kũrĩ arĩa nao makoretwo makĩruta mbeca ciao na magatũma na makaruta mawĩra mangĩ maingĩ. Wengine wametuma pesa zao na wamefanya kazi ya kila aina, onao ndamacokeria ngatho. Hata hawa ninawashukuru. Na arĩa angĩ wengine kũrĩ arĩa marathondekire harĩa mwĩrĩ ũtũgũtwara, kuna wengine walitengeneza nyumba ambapo tutaweka marehemu, na tuoima hau kũrĩ arĩa angĩ kwa wengine arĩa makoretwo makĩruga thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, ambao wameishi katika motoni na kupika. Na nĩnjũĩ hihi kũrĩ o kanyamũ tũgũkĩrũma, najua ya kwamba kuna kitu tutamega, nao nĩndamacokeria ngatho, na hao ninawashukuru. Koguo na njĩra nguhĩ, kwa hivyo na njia fupi, igwĩtiria harĩ mũndũ itacokeirie ngatho, na ĩko harĩ mũndũ itacokeirie ngatho, kama kuna mwingine ambao si kutaja katika shukurani, ngoja kũrĩ arĩa moimĩte kũraihu mũno, tondũ ndaigua andũ moimĩte kuma kinya Gĩthii. Nimesikia kwamba kuna watu wametoka huko Kisii, wengine wametoka Nairobi, angĩ makauma Nairobi, angĩ moimĩte Nanyuki, wengine Nyanyuki, na kũndũ kũngĩ kũingĩ itangĩhota kũgweta tondũ nĩ ngĩriganĩirwo nĩ marĩtwa mamwe, sehemu zingine mbalimbali. Othe nĩ mamũkĩre ngatho, wapokee shukrani ya hili jiji ya jamii. Na haya machache, asanteni sana. Na macio manini rathimoi. Asante. Ngai arokũrathima baba witũ. Bwana akubariki dadi, na Ngai arogwĩka wega, na Mungu akutendee mambo mazuri. Twacokia ngatho nĩ gũcokerio ngatho. Tumeshukuru kwa sababu ya kurudishiwa shukurani. Onawe Ngai akũrathime, nawe Bwana akubariki, na Ngai arogwĩka wega, na Bwana akutendee mambo mazuri. Tũrathi tũrĩkĩrĩirie, tunaelekea kutamatisha, na rĩu tũrenda gũthiĩ irima-inĩ, na sasa tunaelekea katika kaburini. Lakini kabla ya kuelekea, tutari turathiri, tunataka kuombea familia. Ni turenda tuhoe ni tondu wa family. Kama wewe ni wa familia hii, ongoro wewe wa family ino, akiongozwa na brother na wengine, agitongorio ni brothers na acio angĩ, brothers na kina Wajau, karibuni. Wajau na baba wao, baba yao, na wale wameitanishwa na hii familia, andu aria othe metanĩtio na family ino, karibuni tuwaombe, kuhĩrĩriai nĩgetha tuhoe, na Mungu wetu atawabariki, na Ngai nĩakũmũrathima thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Na watungatĩri makuhĩrĩrie, nao wachungaji wakaweza kukaribia, wachungaji wetu wakaribie, wachungaji wote ahujia othe makuhĩrĩrie. Na nĩndaigua familia ĩyo nĩ na igongona, nasikia kwamba hii familia ina sacrifice, nĩgetha Ngai arũgame hamwe nao, na ndiposa Mungu akaweza kusimama pamoja nao. Nataka kuita Reverend Boshe, nataka kumwalika Reverend Boshe, yeye ndiye ataombea familia, ucio ndiwe ukuhoera family, na nowe ukuhoya ni tondu igongona, naye ndio ataomba kwa sababu ya sacrifice, na Ngai witũ nĩ agũtũrathia. Karibuni, na Mungu wetu atatubariki. Karibieni. Kuhĩrĩriai. Wachungaji wasimame nyuma ya hawa wapendwa. Wachungaji wasimame katika nyuma yao. Is very important kuacha watu mikononi mwa. Ni jambo ambalo la maana kuwatia katika mikononi mwa Bwana. Na tunaamini Mungu ambaye ni Mungu wa walio hai. Na tunakumbuka ya kwamba Mungu ni Mungu walio hai. Sasa Mungu si Mungu wa walio kufa. Ngai witũ ti Ngai wa arĩa makuĩte. Mungu ni Mungu wa walio hai. Ngai witũ nĩ Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Na atasimama na nyinyi, na nĩakũrũgama hamwe na inyuĩ, atawapatia nguvu, na nĩakũmwĩkĩra hinya, na atawapatia nguvu za kuendelea, na nĩakũmwĩkĩra hinya wa gũthiĩ na mbere. I believe wajukuu, hata wajukuu wamekuja, na ona ciana arĩa maramwĩta tũcũcũ nĩ tũkĩte. Have they come?
Are they here? Ule mlembo. Please. It's also good to pray together. Ni wega tuhoe twi hamwe. Tunaimba ya Kikuyu, tutaimba tu. Unyite na guoko jikarage nawe jikuire muti wakwa mbiro jikarage nawe mathina-inĩ mothe nigetha undeithie. Kwa sababu ya baba ambaye hawezi kusimama sana, ni tondu wa baba ule utangihota kurugama muno, let's pray and pray briefly. Reke tuhoe tu ona njira nguhi na Mungu atatubariki na Ngai ni guturathima. Mwathani hinya na uhoti waku Ngai ni twitikagia ciri hamwe na andu aku riria magukaira na ciugo ciaku ciugaga we wi Ngai witũ na wi Ngai hinya witũ na uri uteithio witũ wa hakuhi Mwathani na wi Ngai wi hakuhi muno na aria magukayagira. Ciugo ciaku ni cia Mwathani na ni cia gutura na ni cia gutiika. Wihogeku waku Jehova Ngai witũ ni wa gutura tene na tene. Mwathani ni twagutia muthenya wa umuthi ni tondu wa family no yarugama mbere yaku Ngai. Mwathani ndaguthaitha nigetha umaririkane thiini wa ritwa ria Jesu. Guoko gwaku Jehova Ngai witũ gukorwo kuri iguru riao. Ni maratũranĩtie na grace na ni maraikaranĩtie na grace Mwathani. No Ngai urona ni wega weherie grace na umatigwo. No Ngai wakwa ndaguthaitha muthenya wa umuthi aya matigwo Ngai umaturie na wega na hinya waku. Uhoti wa gicoka giaku Ngai witũ umanyitirire na tondu we wi Ngai wa aria mari muoyo ni ndaguthaitha Jehova Ngai umaikaragie umamenyerere no umaiturie Mwathani naguo hinya waku Ngai umahotanire thiini wa ritwa ria Jesu. Ni hari muthuri batigwo ni grace, ni hari ciana iria ciatigwo ni grace Mwathani, ni hari maraciaranĩirwo na grace. Ni ndaguthaitha Ngai utuike Ngai wao na hinya wa gicoka giaku Ngai umanyitirire thiini wa ritwa ria Jesu. We ugaga we Ngai wa aria mari muoyo Mwathani twarana na andu aya nyitirira family no Mwathani twika Ngai wao na hinya wao mahumbire na ituria wega waku thiini wa ritwa ria Jesu. Kiria Ngai witũ kiraninire grace ndukareke ũmwe waya Jehova gicamania nake tondu we wi Ngai thiini wa ritwa ria Jesu. Ni twamatangathĩra muoyo mũraihu, ni twamarathĩra maũndũ mega, ni twamatangathĩra gutura thiini wa ritwa ria Jesu. We Jehova niwe wathaga matuko ma mundu, ni ndaria ciugo ciaku Ngai iromaraihiria matuko tondu we mwega. Roho wa grace Mwathani wa matu-ini ni twautigithania na andu aya ona hau grace iraikaraga Mwathani ndakanoneke ringi thiini wa ritwa ria Jesu. Na tondu Ngai wakwa we ni wiguaga reke roho wa grace aria tukuwiga uhuruke na ndukanagia andu aya, uhuruke na ndukanoneke ni andu aya either kuri utuko kana kwi muthenya mabatara uteithio Ngai Mwathani maragirie aria mararagia na grace Jehova ni twatinia miario iyo thiini wa ritwa ria Jesu. Ona aria maramutungatagira Mwathani utungata ucio ni twaweheria riu tondu we ni ukariho utungata family no romirathima family no romika wega nake grace arohorera uhoro ona rokira ukiri-ini nginya riria Mwathani ugayetana na mugambo wa muraika uria munene twahoera family no Ngai we utuike Ngai wao na utuike hinya wao. Tumewaweka chini ya uwezo wa mikono yako Bwana, uwaelekeze kwa nguvu zako, uwashikilie kwa uwezo wako Bwana, uwabariki na uwainue, na tumewatenganisha na wale ambao ni wafu katika jina la Yesu Kristo. Hawa Bwana tumewatangazia maisha marefu na baraka ambazo Mungu haziabandamani na huzuni, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Walikuwa na dhabihu kwa mikono yao na hata sadaka ambazo Bwana wametoa. Tunaomba kwa sababu damu ya Yesu ndiyo sadaka iliyo kuu na damu ya Yesu ndiyo dhabihu iliyo kuu, kuunganisha na mambo yote ambayo tumefanya na sadaka ambazo wametoa. Tunaombea dhabihu hii Bwana ikubalike mbele zako Bwana, na iwe mbele zako kila wakati, ikukumbushe juu ya familia hii, uistili Bwana na uishikilie katika jina la Yesu Kristo. Tumewabarikisha mbele zako na dhabihu yao ikubalike Bwana, iwafungulie milango, iwapeleke mbali na iwatenganishe na maovu, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. You are blessed. Ngai arokũrathima ndungata ya Ngai
Bwana akubariki mtumishi wa Mungu. Arogwika wega. Na Mungu akutendee mambo mazuri. Tukuikara thi hanini nigetha twanjiririe kwihana. Ona tutigũikara thi. Hata hatutakaa chini. Hatutakaa chini. Tutigũikara thi. Kwenda arata othe. Nataka marafiki wote. Na pamoja na familia. Hamwe na family. Moke nigetha matuere mwiri uyu. Wakuje ndiposa wakatuchukulia mwili. Nao aini meharĩrĩrie. Nao waibaji wajiandae. Tukugera njĩra ĩno. Tutapita hii njia. Kaburi iko upande ule wa chini. Nĩ tondũ kaburi kia mũnore wake ada. Koguo tukugera haha. Tutapita hapa. Na ndũgetikire gutongoria mwĩrĩ. Na usikubali kuongoza mwili. Na Ngai nĩagũkũrathima. Na Mungu atakubariki. Na wachungaji wetu watakuwa mbere. Atungatĩri magũkorwo marĩ mbere. Nasi tutabarikiwa katika jina la Yesu. Na ithuĩ nĩtũkũrathimwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũkũrathimwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tutabarikiwa katika jina la Yesu. Na Ngai nĩagũtwĩka wega. Na Mungu atatutendea mambo mazuri. Kwa hivyo familia pamoja na marafiki karibuni. Family o hamwe na arata. Kwĩrĩria itu tukaribie tuwe mwĩrĩ ũyũ. Na ndiposa tukachukua mwili. Tutirenda